Ndugu mtazamaji, fikiria vyema. Sehemu zozote katika mwili ambapo unapata utamu ndizo sehemu zinazotoa uchafu. Ina maana watu wengi hatuelewe kwamba utamu unaambatana na uchafu. Wanaofurahia vyema, wanaoridhia ni wale ambao wanaelewa kabisa kwamba huyu ninayeishi naye sio malaika, na bidii pia na kasoro na dosari. Zote ni sehemu ya maisha na changamoto laza ya maisha. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW. Tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes. Wengi wamekosa muemuko katika maisha, ndio maana tunaona maisha yanakosa laza na watu wengi tunahangaikia maisha badala ya kuyaishi. Ndugu mtazamaji, tunaishi hapa kwa siku moja tu. Jana tumesha kufa, kesho hatujui kama tutakuwepo, lakini leo tupo. Hebu angalia unasafiri na mizigo mingapi kutoka jana, kutoka miaka 6 iliyopita. Wengine ulali tena na mume wako, ulali na mke wako, ulali tena kwako kwa sababu mwenzako alikukosea, kisa amenikosea sana, ametoka nje ya ndoa. Ngoja tuweke sawa kwa sote ambao tunaotazama bila upendeleo wa dini, kwani hapa tunaongea na wananchi. Ndugu mtazamaji, aliyeweka ndoa sio wewe wala mimi. Aliyeweka ndoa ni Mwenyezi Mungu. Yeyote anayetoka nje ya ndoa amemkosea aliyeweka ndoa na sheria zake. Amemkosea Mungu. Wa kumwajibikia ni Mungu, sio wewe. Kwamba amenikosea sana, ndoa sio ya kwako, ni ya Mungu. Mahusiano yote ile muhusika ni Mungu. Kwa hiyo hakuna haja ya kulipizana kisasi. Ukipoteza laza ya maisha utakufa. Na kufa sio kutoa pumzi moja kwa moja tu. Kufa ni mchakato pia. Ndio maana kifalsafa mtu anapozaliwa tu anaanza kufa. Ina maana unaanza kupoteza sifa kuu kwa kadri unavyoishi, na ndio maana hadi uzeeke unakuta mambo mengi yanapungua. Umeamshwa leo, hujaamka. Umeamshwa na Mungu. Anakusudi na wewe na dunia inakuhitaji wewe. Mizigo ya kale ya jana achana nayo. Na leo tutajifunza namna ya kuachana na vile vitu vyote, namna ya kujiweka sawa, kwa sababu tuliongelea vigezo vinavyomfanya mtu awe tayari kwa mwamko chanya kisaikolojia. Na leo tutawafundisha, kwa sababu tuliahidi kwamba hatutakufundisha kwa maelezo, tutakufundisha kwa maelekezo. Unakumbuka wakati rais alichukua madaraka, Magufuli alituagiza wote tufanye usafi. Watu tulifanya usafi. Mimi nilifundia jambo kwamba uchafu, takataka zilikuwa zinazagaa hapo, watu walikuwa wanaona, lakini lawama zilikuwa nyingi. Hawajaifanya usafi, lakini walivyoambiwa cha kufanya walifanya. Kwa hiyo ni maelekezo, ni maelekezo ndio nakosekana. Mtu akipatikana kuelekeza, watu wengi tutatoka katika shida. Ndio maana ili watawale watu vizuri inabidi wapumbaze. Fuatilia sasa vizuri. Utakuta mtu anaahidi mengi, anaahidi makuu, yeye anainuka, lakini watu wanaoahidi wako hivyo hivyo. Na maana wale wamepumbazwa. Na katika dunia hii kupumbaza mtu ni rahisi kuliko kumjenga. Kazi ya kumjenga mtu ni ngumu mno kuliko kumpumbaza. Ni sawa na kujenga nyumba na kubomoa. Kujenga ni ngumu kuliko kubomoa, kwa sababu kubomoa hakuna hesabu. Hakuna hesabu ili ubomoe nyumba, lakini kujenga ni hesabu, mantiki ya ufanisi. Ndugu mtazamaji, maisha yako yamekosa laza, lakini unatafuta njia za kucompensate. Maana unakwenda burudani, maana unakwenda sherehe, maana unakwenda ukiwa kwenye ibada, unaona kwamba hapa mimi niko outing. So na bora hata nishinde hapa, kwa sababu nikifika nyumbani mambo hayaendi vizuri. Leo ni siku yako ya tiba. Amua kwa maelekezo tunaokupa. Kuwalaumu watu sisi sio wajibu wetu. Sisi tuko hapa kwa ajili ya kukupa maelekezo ili mwemko wako uamke. Sio historia kwamba ukifanya haitafanikiwa, labda wewe ujizuie. Na kwa taarifa yako, leo kuna dhana potofu ya kufikiria wachawi wako responsible kwa vitu vyote vinavyotujia. Kwa taarifa yako, shetani mwenyewe yuko chini yako. Shetani mwenyewe yuko chini yako. Sasa sembuse mchawi. Ndugu mtazamaji, kuna miemko 6 zinazo kufanya uwe tayari katika
mapokezi ya mwemko thabiti, mwamko chanya, ili uishi vyema. Maisha bila raha, bila furaha, bila ridhaa, bila wema yamekufa. Hayana ladha, sawa na chumvi iliyopoteza seva. Leo ni siku yako ya kurejesha ladha maishani mwako. Mahusiano yako yana changamoto mengi kwa sababu wewe hujaelewa namna ya kurejesha ladha. Mashauri, muongozo, inaweza kufikia hatua ushauriki tena. Kwa sababu mtu akishapoteza touch, uwezo kumshauri. Na hata baraza zinazowekwa nini kwenda kusuluhisha watu haziwezi kurejesha mwemko. Ni formality, ni mchakato tu kutimiza sheria na kadhalika. Na ndio maana mara nyingi mkienda mahakamani sio kwa ajili ya kuweka ndoa sawa. Mkienda mahakamani ni kwa ajili ya kufuta ndoa, mgawane mali. Ila ndoa yenyewe haijafungishwa na mahakama. Can you imagine that? Mara nyingi tunakosea masharti ya maisha tukifikiri popote pale na maamuzi tutakayochukua yatarejesha mwemko wetu. Angalia hatua inavyokwenda. Wiki iliyopita tulisema watu ambao ni apathetic, wanaoumwa ugonjwa wa kupoteza touch, kupoteza mwemko, ambao wengi wanakutwa kwenye sehemu ya burudani, wanatafuta kiburudisho, wengine wanakuwa addicted, wanavuta madawa ya kulevya, bangi, sigara, pombe kupita kiasi. Ni kwa sababu ya ukosefu wa mwemko chanya. Unatafuta namna ya kufidia lakini haiwezekani. Mwemko chanya unajengeka na empathy, tutatafsiri. Empathy, gratitude, joy, happiness, hope, euphoria. Kwanza ni kujiweka kwa nafasi ya mwingine. Pili ni shukrani. Tatu ni furaha. 4 tumesema ni kuwa heri. 5 Tano tunasema ni matumaini. Na 6 ni tabasamu endelevu. Mtu aliye katika hali hii hawezi akapoteza mguso. Ndio maana utakuta watu wengine akutajia umri, labda ameisha kuamkia shikamo, lakini ni mkubwa kwako kwa miaka 15. Inakuwaje wewe uonekane umezeeka kabla? Ukosefu wa mwemko unafanya mtu azeeke mapema. Maisha ni mapito, ni changamoto. Ukikosa ladha, ukikosa raha, ukikosa furaha, utakauka, utaanza kuzeeka mapema, kwani maisha yatafeli kulainishwa. Tulisema ni rahisi kujenga miemko miwili. Kazi iko pale tu. Empathy na gratitude. Ile hali ya kujiweka kwa nafasi ya wengine na ile hali ya kuwa na shukrani. Ukishajiweka kwa nafasi ya wengine na unakuwa na shukrani, unaruhusu furaha maishani mwako. Asiyekuwa na shukrani hawezi kufurahi, na asiyefurahi hawezi kawa heri, na asiyekuwa heri hawezi kawa na matumaini. Asiyekuwa na matumaini, tabasamu inapotea. Na kufundisha namna ya kujenga miemko ya msingi kwa kukutayarisha kwa mwemko chanya. Empathy. Utajiwekeaje mazingira ya kujiweka kwa nafasi ya mwingine, pamoja na changamoto, pamoja na mabaya uliotendewa, pamoja na mapungufu ya watu wanaokuzunguka, pamoja na ukatili uliotendewa, uweze kushinda. Ina maana unafuta kiburi, unakuwa mnyenyekevu. Kwani mnyenyekevu ni yule ambaye anajua anaweza nini na hawezi nini. Kumbuka wakati wowote wewe sio mtakatifu. Mimi sio mtakatifu. Samuel sio mtakatifu. Tunavyoongea kwako hapa leo, tulisema wiki iliyopita kwamba usizani sisi hatujawahi kosea maishani kabisa. Hekima unaosikiliza sasa hivi ni zao la makosa. Kwa sababu hekima inakuja kwa kukosea, na sijakuagiza uende kukosea ili upate hekima. Ukikosea kwa lengo la kupata hekima utakufa, utatoka. So mapito yako yote ni seti ya kujifunza ili ujengeke katika uwezo wa kutambua tofauti. Tambua kasoro zako. Utafikia hatua ya kujiweka kwa nafasi ya wengine. Ni automatic. Leo chukua kalamu, andika dosari zako. Andika kasoro zako. Uwe na hofu ya Bwana, usitii tu. Kwani Mungu ana uwezo wa kukulaza na asikuamshe kesho. Binadamu tunaokuzunguka hatuna power yoyote kwako. Make sure you think of that. Utakapoanza kutambua mapungufu yako,
Orozesha kasoro zako. Fanya zoezi hili kwa siku 7 kabla hujaamka usingizini. Ina maana tunapopanda kitandani tunakwenda kuamka. Hapa sasa hivi tumelala. Sielewa. Narudia. Mbona sema kabisa naenda kulala? Ni kosa. Kwa sababu naenda kuamka. Yani sisi wenyewe hasa tunaishi katika akili isiyofikika. Hapa sasa hivi kama tulivyo hapa tunaongea Kiswahili, ni mantiki. Ina maana tunatumia ubongo unaoitwa rational brain, ubongo wa mantiki, logic. Ina maana tunakoota ndoto ndio kwenye asili yetu, ndipo hatutakufa. Na ndio maana mtu akifa kwa mwili huu hapa anaendelea kule, na umilele huko kule, sio huku. Na ndipo watu maiti umeandikwa kabisa kwa herufi moja moja. Yesu alikuwa Yesu kabla hajazaliwa. Alijulikana amekuja kufanya nini kabla hajaanza hata kazi. Ina maana sisi sote tuliozaliwa tumezaliwa kwa kusudi maalum, na sote tumejulikana kabla hata hatujaanza kufanya. Ina maana unapokwenda kulala unaamka kwa maisha yako halisia, unalala kwa maisha yako asilia. Sawa. Mwenye kulala, mwenye kuona kwa nje anaota ndoto. Lakini mwenye kuona kuona kwa ndani anapata maono. Mwenye maono ni yule anayeona kwa ndani. Mwenye ndoto ni yule anayeona kwa nje. Kabla hujapanda kitandani hakikisha umechukua karatasi kile umeandika kasoro zako. Usimuonyeshe mtu tafadhali. Anayeweza kubeba kasoro zako ni Mungu tu, sio binadamu. Kwani sote tuna kasoro, lakini mwanadamu anaona vizuri kasoro za mwenzake. Na anayeweza kukubeba ni Mungu tu. Soma kasoro zako kabla hujalala. Pumzika. Na kesho yake utaanza kuhisi kwamba wewe ustahili. Ukiwa unahisi wewe ustahili, endapo utakosewa, utakuwa mwepesi kuwa mnyenyekevu kusamehe. Na utakuwa tayari umerejesha umungu ndani mwako. Utaanza kuwasiliana na wewe. Utakuwa na umungu, kwa sababu mtu ambaye anatambua dosari zake ni yule ambaye anamsogelea Mungu. Fuatilia vizuri Samsosali na umemwamini Mungu muda kidogo. Kwa kadri unavyomsogelea Mungu ndivyo hivyo unavyoona kwamba wewe ustahili. Did you realize that ever? Kwa kadri unavyomsogelea Mungu ndivyo utakavyosoma kwamba mimi sistahili. Watu wanaoona kwamba wanastahili wako mbali na Mungu. Wanaomsogelea Mungu, kwa kadri unavyomkaribia utukufu wake ulivyo mkuu, utaanza kuona kwamba mimi sistahili. Kwa kadri unavyomsogelea unanyenyekea chini. Kumbuka Ibrahimu alivyomsogelea Mungu aliona mimi ni mavumbi tu. Pamoja na utukufu na utakatifu aliokuwa nayo, Father Ibrahim alisema mimi sistahili, mimi ni mavumbi tu. Walio karibu na Mungu wanaona hawastahili. Cha pili, tutafunga hapa kwa kusema shukrani. Biblia inasema enter years gate with thanksgiving. Enter years gate with thanksgiving. Kumbuka kuhani alipokuwa anaingia maskanini alikuwa anatanguliza moshi. Incense ilikuwa inachomwa, alafu uvumba ule anatanguliza moshi. Moshi ilikuwa unafuta uwezo wake wa kuona wala kupumua kwa nje. Ya moshi ndio kazi inayofanya. Moshi na kuzuia kupumua kwa nje, na moshi na kuzuia kuona kwa nje. Anatanguliza moshi, anapeleka namna hii, na tunaona Katoliki wanafanya hivyo, hiyo zoezi chetezo padi anapoingia, na makuhani walikuwa wanafanya namna hii. Anapeleka moshi na mzuia yeye uwezo wa kuchukua pumzi kwa nje, moshi na mzuia uwezo wa kuona kwa nje. Anaingia kwa shida kwa nje, lakini kwa ndani yuko connected. Kivipi? Anatanguliza utukufu, anatanguliza sifa, kwa sababu wenye kusifu Mungu ni wale wasioona kwa macho ya nje, wanaona kwa macho ya ndani. Wenye kumsifu Mungu ni wale wasiotegemea pumzi ya nje tu, kwa sababu kuna respiration, to respire, and to be inspired. Inspire nini? Inspire kwa tafsiri ni kupumua kwa ndani,
kupata maono, kupata ufanisi kwa ndani. Lakini respiration ni kupumua kwa nje. Wenye kumshukuru Mungu ni wale ambao wanatumia shida zao hazionekani. Kwa nje aoni tena shida, kwa nje apumui tena, anapumua kwa ndani. Na njia pekee ya kuishi hivyo ni kujifunza kutanguliza sifa. Daudi alisema ingieni malangoni pake na shukrani. Mtu anayemshukuru Mungu anapewa fursa ya kuingia katika uwepo wa Mungu. Sio anayeleta shida, bali anayemsifu. Ndio maana wenye shida wanaendelea kuwa na shida, kwa sababu tunapeleka shida kwa Mungu. Kumbe shida ni marufuku kuingia nao malangoni. Ingia na sifa, na ndio zao la imani. Mwenye imani anamsifu Mungu kwa vitu ambavyo hajapata. Imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo, na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Una mume, una mke, mwenye imani utasubiri. Unaanza kumsifu Mungu kwa yale ambao hujashika. Kumbuka atakuachia mfano huo. Yesu alilaani mti kwamba mtu asile tena matunda yako. Kaondoka, mti haujakauka. Kesho yake Petro akamwambia, Bwana, angalia mti umekauka. Kaambia, wewe na wasiwasi gani? Ukiomba amini kwamba umepata na itakuwa kwako. Ina maana kabla hujapata inabidi ujifunze kumshukuru Mungu, na vyote ambavyo unamshukuru Mungu kwa ajili yayo utapata hayo bila chenga. Lakini ukiwa unasubiria kupata ili umsifu Mungu, ina maana una imani. Je, wewe uko miongoni mwa watu wa aina gani wanaosubiria muujiza ili amsifu Mungu? Yesu alikuwa anasifu Mungu kabla hata ya Lazaro hajafufuka. Baba, nakusifu kwa kuwa unanijibu wakati wote, na siombi kwa sababu yangu na kwa ajili ya watu waelewe wewe ndio unajibu. Lazarus come forth. And Lazarus came forth. Ina maana ujifunze kumshukuru Mungu, utapewa access in divine presence. Shetani atakuheshimu ukiwa unasogea yeye, kwa sababu ni giza. Atakuachia njia, utaona pa kuweka mguu. Tuwapenda daima. Mungu awabariki. Wiki ijayo ukija Dr. kabla tujaendelea na nyingine, umesema hapa tuliongelea kuhusu vitu vinavyopoteza touch kwa wanaume na vitu vinavyopoteza touch kwa wanawake, kwa sababu sisi tunataka kutoa maelekezo. Wakati mwingine kuna vitu ambavyo ni psychological, mtu ajui vimemwathiri, amepoteza touch. Pengine kwa kuambiwa, kulaumiwa, kushutumiwa. Ulisema kutoa mfano kwamba joga pande mtungi, lakini pengine mwingine alikuwa anapanda tu, lakini baadaye akakwambia wewe mwanaume gani? Pengine ile ina athiri in one or another. Sasa tuje na vitu vya maelekezo ambavyo pengine mwanaume akiambiwa vinasababisha touch iongezeke ama ife. Mwanamke akiambiwa touch ije au touch iondoke. Kwa sababu kama tukuambiwa zoeni takataka zingeendelea kuwepo. Kwa maelekezo mwingine ajue kwamba hii kumbe ndio inaondoaga touch. Nisipomwambia hivi touch itakuwepo, nikisema touch inaondoka. Chukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes. Dr. Eli last week nilimwacha na swali. Ndio. Ambalo katika maelezo yake mengi leo atatamani pia alijibu. Na asubuhi ya leo asimengo nimeacha tu pale na bani na chaji. Kuna mtu ameniambia kabisa, amenikumbusha hilo swali, lakini pia akaniambia nikakusomea hiyo message uweze kuona kwa maana kwamba sio maneno yangu. Ndio. Wala pengine ya mtu mwingine, lakini ingawa jina tunaweza tusimtaje. Sawa. Lakini alilolisema ndio kati ya mambo ambayo leo Dr. Eli anaweza akaongea. Sawa. Nataka nimwonyeshe tu msisitizo ambao anaweza akajua watu wanaohitaji kwa kiasi gani. Ndio. Naomba nisome kama hivyo andiko. Sitataja jina. Sam, akija dokta leo, naomba aongelee ndoa zaidi. Ndoa nyingi ziko matatani kwa kiwango kikubwa kwa kukosa mihemko, hasa ya tendo la ndoa. Nawatakia asubuhi njema. Huku mbele ameandika jina lake, naona simtaje jina lake. Lakini juzi last week nilimweleza dokta sababu zinazosababisha hii mihemko ikapotea ni zipi?
Maana mmemko ilikuwepo, mwingine kile ilikuwepo, lakini ghafla hapa inapotea. Inawezekana viko vyanzo ambavyo unconsciously hatujui kwamba vimepelekea kupoteza muhemko. Kuna mingine ambayo watu wanaongea mitaani, inawezekana ikawa ni kweli, lakini sio kweli. Lakini inawezekana mimi kwa kutokujua samsasari, au yule mwenza wangu pasipo kujua, au umekuta tu, mnaweza mkachukulia tu ni kawaida. Juzi wiki iliyopita nilipouliza swali, rafiki yangu mmoja alipa kitu ambacho ni kilinipa reflection. Walipoana wao, ile tangu ile honeymoon ile nini, walikuwa na utaratibu wa kuoga pamoja. Wanaenda wanaoga pamoja, wanacheza kule, ghafla utikaanza kutokea kwamba basi watangulie mimi wakati nanyosha nguo. Ile jambo likapotea kabisa completely. Naanza kuuliza kwa nini ile ule muamko ulipotelea wapi? Hawana maelezo. Kwa inawezekana dokta, kuna vitu ambavyo vimepelekea kwa namna moja mimi samsasari ama ndugu mtazamaji pale alipo hajui, lakini zamani ulikuwa muhemko. Mbaya zaidi tumefika mpaka muhemko katika tendo la ndoa haupo. Sasa kama nyumbani unaokosa huo muhemko, unaopatia wapi? Karibu sana kwa upendo wa dhati kutoka kwangu. Kuja kwako dokta uweze kutu. Asante sana. Tunakusalimu ndugu mtazamaji kwa upendo wa dhati kutoka kwetu kama kawaida. Ndugu Sasela aliacha swali nyeti mno, na leo tutaongea. Naomba usikivu wako makini, kwani ni tiba thabiti kwako kwa viwango vyote vitatu maalum vya kimaisha. Tumesha kusalimu kwa upendo wa dhati, na naomba wewe ujikite kusikiliza kwa kutizama, na kama unaweza ka take note itasaidia. Miemko, kuishi, kuhisi. Kuhisi, kuishi. Narudia. Kuishi, kuhisi. Kuhisi, kuishi. Aliyepoteza hisia, ina maana amepoteza maisha. Maisha yakikosa raza yanakuwa yanaitwa majanga. Na tumepata tafsiri mbalimbali kwa watu tofauti, kila mmoja na tafsiri zake. Shida zikimzidi, anaweza kaandika maisha ni mapambano. Na watu wengi leo wanachukulia maisha ni mapambano. Ndugu, kabla Mungu hajatuleta hapa aliandaa bustani mwa Eden, ili tukae sawa, tusipambane. Tafsiri ya kusema maisha ni mapambano ni ujinga. Maisha ni mashindano ni ujinga. Utashindanaje na watu wasiokuwa kama wewe? Hata katika box, katika michezo yote ile ya kupigana, sio mechi. Lakini hata mechi kuna divisions tofauti. Kuna watoto wadogo na kadhalika. Kuna 1 2 3 divisions za soccer, football, ya kucheza mpira, kabumbu. Kuna divisions tofauti. Yes. Madaraja tofauti. Katika maisha, maboxer kabla waje kupigana, asiyekuwa heavyweight aweza akapigana na heavyweight. Ukiwa na uzito kuanzia ngazi fulani wanakukadiria. Katika dunia hii mtu anayekufanana hayupo. Utashindanaje na watu? Ndugu mtazamaji, tulisema last week, kiganja chako cha mkono kimechorwa hatima yako. Na watu wote walioko dunia nzima, hakuna ambaye ana mchoro kama wako. Leo hii kwa ukosefu wa mwemko, ndoa nyingi zimevurugika, zimesambaratika. Utakuta baba mwenye nyumba anatembea na house girl. Ni kesi inaotokea sana. Baba mwenye nyumba anatembea na house girl. Mama bosi anatembea na dereva mume wake. Na kwa wanawake ni nadra sana ukute mwanamke anatembea na mfanyakazi, ni nadra. Ikifikia level hiyo manake ni red kabisa. Ila kwa wanaume inakuwa kama kawaida. Wakina mama mnaotazama sasa hivi na kina baba, kila mmoja urudi katika kiti chako na leo jifunze vyema ili uanze kuishi, kwani umeshapoteza mwamko. Umeshapoteza hali ile ya kuhisi. Kwani house girl ni mtoto wenu. Treatment mnaompa ni mtoto wa nyumbani. Kumvulia nguo ni kujulaani wewe na kumlaani yeye. Hatujaumbwa kuharibu, tumeumbwa kujenga. Yeyote aliyezaliwa amezaliwa ili ategemewe. Na leo tutatoa tiba ya kurejesha miemko, na kila mmoja uzingatie tu, utaona sahihi. Kwani tumesema kuishi, kuhisi.
kuhisi, kuishi. Aliyepoteza hisia aishi tena, na ndipo maisha yanakuwa ya kusurvive. Unaanza kujitahidi kujiokoa mara kwa mara. Ndoa nyingi, na wewe mwenyewe unayetutazama sasa hivi unajua kabisa wewe ndoa yako ni igizo. Mnavyoonyesha kwa watu, kuna watu wengine wanaweza kusema mimi na mke wangu tuko safi na mume wangu tuko safi, lakini unajua mwenyewe kwamba ni uongo, sio kweli. Mume wako akisikia unasema hivi anakuhurumia, na mke wako akisikia anasema mbona wewe unajitahidi namna yeye anaongea uongo. Binadamu sote ni wanafiki. Kila mmoja una maisha yako, unajua ukiwa bafuni unafanya vituko gani, na ukishavaa suti na tai unajifanya wewe unafaa. Tuache hatua hiyo ya kudanganyana. Turudi kwenye mstari. Tulisema awali, hata sisi tunaongea hapa tumepitia mengi mno ili tuboreshe mfumo wa kuishi, tuboreshe style ya kuwepo, ili wewe na mimi tuende kwenda tuweze kwenda sawa. Tuweze kwenda sawa. Tuweze kwenda sawa, alafu mambo yote yajengeke kisawa sawa. Okay. Kuna hatua muhimu, hatua nyeti 3 za kuzingatia. Kuna hatua muhimu, hatua nyeti 3 za kuzingatia. Na dimensions hizi ndizo zinazosababisha makadirio ya mwemko na pressure ya kusukuma damu na mtu aweze kwenda. Hata katika Biblia tunapata hiyo. Sayansi yote iko revealed in the Bible. Did you know that? Hakuna kitabu cha sayansi zaidi ya Bible. Kweli? Yeah. Okay. Inategemea unaisomaje. Okay. Kwa sababu ukiwa unasoma ili utafsiri faster, ina maana wewe ni mjanja. You see, so wajanja ni wengi sasa hivi, hatuwezi kuwazuia. Wa Mungu wanamjua Mungu, wanasikia sauti yake, wanamfuata. Wanaopotoshwa na kudanganywa ni watu wa dunia hii. Tuko sawa? Sawa kabisa. Mstari wa 2 kitabu cha kwanza, Genesis chapter 1 verse 2. The earth was formless and empty. There was darkness on the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Sawa kabisa. Unaona Unaona napo ni kwepaga hataki kitafsiri. Tutatafsiri. Una Biblia Kiswahili tusibuni. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 2. Tutakaa hapo ili turejeshe mwemko. Sawa. Pale naongelea muundo wa dunia ulivyokuwa. Na Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 2. Unajua kwanza, ndugu mtazamaji, mstari wa 2 ni mstari wa tofauti. Kwa sababu tarakimu 2 ni tarakimu ya tofauti. Ukisema watu ni wawili, na maana wako tofauti. Na ukiona tofauti unaona ubora. Difference is excellence. Ili uone ubora inabidi tofauti iwepo. Kama tulivyopa sisi watatu tuko tofauti kabisa, na ndio ubora wa Chomoza. Sasa watu wengi wataki tofauti. Hakuna ubora. Ubora ni tofauti. Ndio maana dunia mtu mmoja lakini viumbe tofauti ili ubora uje. Nayo nchi ilikuwa ukiwa. Tena utupu. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Tunasema Roho ya Mungu ikatulia, sio akatulia. Maana yake inakuwa referred kama kitu. Tuko pamoja? Okay. Ndugu mtazamaji, kuna elements 3. Element iliyoingilia katikati inayoitwa giza. Giza alipo kabisa. Mwanasayansi yoyote anayeelewa sayansi, anayotusikiliza sasa hivi, anayetutizama sasa hivi, unajua kabisa kwamba giza alipo. Giza unaoliona juu, mahali ambapo unaona galaxy kama nyota, kwa kadri unavyokwenda juu, giza lile alifikiwi na alipo. Si kitu. Ni utupu tu, sio kitu. Utupu ule ndio unatengeneza hiyo darkness. Lakini mwanga unaonekana kwenye utupu ule. That's the reason mtu yeyote ambaye ana ujuzi, ana ufahamu, ana maarifa, anajaa giza. Aoni. Katika falsafa sisi tunatafsiri giza kama ujinga. Na mtu yeyote anayetawaliwa na shetani ni mjinga.
wenye mantiki na wenye kuelewa maana ya nuru wanatembelewa na shetani, lakini watawaliwi naye. Tusiende kule kwa sababu tuna focus kwenye topic maalum hapa. Sawa kabisa. Ndugu mtazamaji, kuna element 4 zinaonekana, lakini moja hamna kabisa. Giza hamna. Ukishaanza kuona giza, ina maana umeisha feli katika element hizi 3. Kuna nchi, kuna maji na kuna roho. Are we together? Kuna nchi, kuna maji, kuna roho. Nchi iko wapi? Nchi iko chini ya maji. Hapo tayari nchi imekuwa chini. Kwa sababu nchi yenyewe ambayo ni ardhi ilipoandaliwa sisi kuishi, sio hapa tunapoishi. Hapa tunapoishi ni nchi kavu. Sio nchi, ni nchi kavu iliyotoka katika nchi iliyoko chini ya maji. Nchi ya Mwanzo 1:1. Mungu aliziumba mbingu na nchi. Sasa kuna chaos, kuna vurugu tayari imeshatokea. Mstari wa 2 na kwanza ni mbali mno, na kuna chaos, kuna vurugu, kuna vitu ambavyo vinakuwa na utupu na ukiwa. Nini ilikuwa na utupu na ukiwa? Ni nchi. Kwa nini? Kwa sababu giza limeisha jaa. Why? Kwa sababu imekuwa sasa, Mungu amepiga tayari, kuna pigo tayari, na pigo yenyewe inatengeneza mfumo moja kwa moja ya sayari hii inayoonekana. Okay. Nchi yenyewe ikawa chini ya maji. Nchi hasa iko chini ya bahari. Sisi tuko nchi kavu. Tuko nchi kavu. Ukiendelea kusoma utaona hilo kwamba Mungu aligawanya maji kwa maji, nchi akasema pakavu paje juu. Hapa tuko kama mlimani, ndio tuko above the sea level. Tuko above The sea level. Ina maana sisi tuko kama kamlima, tuko kwenye mlima fulani hivi. Ndipo tunapoishi hapa. Okay. Lakini nchi yenyewe iko chini ya bahari. Sawa kabisa. Sasa hiyo inaitwa bahari baada ya kugawanywa na maji yenyewe yaliyokuwa karibu na roho. Mungu akagawanya maji na maji, maji yaliyobaki chini yakaitwa bahari. Tusiende kule zaidi kwa sababu sio topiki ambayo tumepangilia sasa hivi, ili tuende kwenye miemuko, kwa sababu kuna watu wanasema lugha yangu ni ngumu kueleweka. Ila ubongo wa mwanadamu unahitaji vitu vigumu. Sio vitu vyepesi. Vitu vyepesi ndio vitu vya kishetani sasa. That's what is happening today. Okay. Kwa sababu mwanadamu anadipima kwa kizuizi. Uwezo kakua bila changamoto. Mazao tunayapata usiku. Ina maana wakati wa changamoto, wakati hakuna hata mwelekeo, ndipo hapo mambo yanakwenda sawa. Maneno mazito magumu ndio ubongo wako unahitaji ili ufunguke. Lakini ukiwa unaambiwa tu Mungu atakufanyia, utainuka, utafanya hivi, mambo yatatokea tu. Ina maana ubongo wako haufanyi kazi. Hauwazi. Yaani haufunguki. Kwa the moment brain inakuwa activated inapotana na kikwazo. Ukikutana na kikwazo. Mwenye njaa, ubongo wako unafunguka, masikio yake yanaziba. Ukiwa una hela, una chakula, fikra itafunguka vibaya mno. Lakini masikio hayatasikia. Ukiwa naambiwa hivi utasikia. You see? So, wakati wa shida ni muhimu mno ili ubongo wetu uruhusiwe na kufunguka. Ndugu mtazamaji, changamoto ni muhimu mno kwa maisha. Asiyepitia kwenye changamoto hawezi akakua. Anapoteza ladha ya maisha. Anapoteza ladha ya maisha moja kwa moja, kwa sababu pilipili nayo ladha. Unaona? Lakini inawasha tu. Inawasha lakini ina ladha. Kwa mfano Yesu alipelekwa na Roho Mtakatifu ili ajaribiwe na Ibilisi. Mathayo 4. Sio na shetani, na Roho Mtakatifu mwenyewe ambia twende. Lakini leo watu wengi wataki kwamba shetani toka, sitaki majaribu maishani. So, let me tell you something. Kuna dimensions 3. Moja ni nchi ama ardhi. Pili ni maji. 3 ni roho. Na roho yenyewe sio personality. Ni roho ambaye ni kama kitu. Tuanze kupeleka kisayansi sasa, kifalsafa na saikolojia. Nchi, maji na roho ambao inawakilishwa kisayansi kwa hewa. Mfumo ule mzima ni mimi na wewe. Tuna mwili kama nchi, kama ardhi. Tuna maji kama verbal ability, uwezo wa kuongea kwa maneno, na tuna hewa kama roho, na tuna hewa inayo control sector inayoitwa kisaikolojia attitude.
attitude, verbal, physical. Ni hatua 3. Okay. Sawa. Nchi, Ardhi. maji, Maji. nchi ndo ardhi. Ardhi, maji na Roho. hewa. Hewa. Roho ikiwa ina maana ni hewa. Na hadi leo mfumo huo upo kwenye maji. Ukiona maji, hewa iko pale. HO2. Yeah. Hata maji yenyewe inatawaliwa na O. Oxygen. Oxygen. So sisi tuna oxygen, tuna maji na tuna mwili. Ubongo wetu 75% ni maji. Tunaanza kuzaliwa tukiishi katika placenta, ni fluidic cavity. Ndani ya maji ndipo tunakoishi. Na tumezaliwa sasa hapa dunia hii tunategemea maji. Unaweza ukakataa kula lakini maji utakunywa. Na kwa taarifa yako ndugu mtazamaji, kwa kizazi cha sasa hivi element ambao bado haijaharibika sana ni maji tu. Matunda ya kisasa, nyama ya kisasa, vitu vya kisasa, sio kama vya kale. Unaweza kushauriwa kula matunda, lakini matunda yenyewe ni yenyewe. Ni swali lingine la kujiuliza. Ni copies, lakini maji bado yako maji. Kuishi vyema katika mahusiano, kuishi vyema katika ndoa, mwanaume mwanamke, zingatia. Tunaishi mara moja tu. Ladha ya maisha ni ladha unaoleta wewe na kuruhusu wewe, kwa kuzingatia vigezo vya mwili, vigezo vya maneno, vigezo vya hali tabia, attitude. Mwanaume kwa mwanamke, wanandoa, wana mahusiano na wana familia. Hapa tuko kwenye TV, hatuwezi kuongea kila kitu kwa sababu hatuna limitation kwa watu wanaotutizama. Taifa nzima linaangalia, so hatuwezi kuongea kila kitu. Itakuwa vyema siku nyingine tuandae semina maalum ambapo tutajua kabisa hawa ni watu wazima. Lugha itakuwa na ufasaha. Kimwili unaishije na mtu ili mwemko wa mke? Najani watu wengi walikuwa wanasubiria hapa. So lugha yote inayokwenda, yani wanasema huyu anaenda wapi? Tunataka hapa. Unaishije na mtu kimwili? Mwili unahitaji contact. Mwili unahitaji contact. Wanandoa wengi mnalala mgusani. Miili yenu inabidi mgusishe miili mkilala. Ina maana kitanda kikubwa sana si nzuri kwa ndoa. Mwamko unaanza kufa kwa kadri mnavolala mbali. Mnalala kila mmoja anatizama kwake, pumzi yenu haiunganishwi. Connection hii inapotea. Hapa tunaongelea fakti za mwili kwanza. Nakupa mfano ndugu, unajua kwamba busu inachukua hatua 5 maalum ya maisha yenyewe, busu tu. Physical contact. Lips hizi inahusisha muscles 20 ukiwa unatumia lips kuunganisha na mwingine. Ile inategemea length unatumia kwa muda gani. Sio busu ya kama Yuda alivyombusu Yesu, anasema huyu hapa Faster. Mchukue. French kiss kwa mfano, French kiss. Hapa kwenye TV hatuwezi kutoa maelezo detail, lakini watu wazima mnaelewa. French kiss inasafirisha bacteria, ina transmit bacteria milioni 50. Na hizo bacteria zinafanya kazi kurejesha mfumo wa mwili katika sekta ya kinga, katika sekta ya length yake ya kuishi, span, life span. Busu inafanya kazi 5. Inaboresha orgasm, kilele. Busu inaua calories, hasa ya ulimi. Kuunganisha ulimi. Yes, maybe you didn't know. Ndugu mtazamaji, na wewe ambaye mmeshafikia hatua mbusu tena. So inaua calories. Ina burn calories. Busu yenyewe inakuja kufanya kazi ya kuondoa stress. Stress kabisa, msongo wa mawazo. Busu unafuta stress. Hatua ya 4, busu inakuja kutibu moyo na kucontrol blood pressure. Alafu kuongeza ubora wa mapigo.
Busu tu hilo. Tunakwenda busu tu. Hatari. Si ndio tunaanza physical? Physical. Kwa sababu wanandoa wengi wabusu. Ndugu mtazamaji, unajua kabisa wewe ubusu tena. Ina maana wengi tendo la ndoa ndio nakuwa sehemu ya kwenda. Lakini unataka ufike Morogoro bila kupita Chalinze wala kuwa Ubungo. Yaani unataka ufike tu. Ndio maisha ya ushirikina. Watu wengi sasa hivi wanaamini ushirikina kwa sababu wanaishi maisha ya kishirikina. Yaani unakuwa from A to Z, B hakuna. Which kind of life is that? Wakristo wanaamini Yesu kwa sababu maisha yake yalieleweka A ni wapi. Waislamu wanaamini Mtume Muhammad kwa sababu maisha yake yalieleweka A ni wapi. Hadi Z walikuwa wanaeleweka, anaanza hapa anaishia hapa. Lakini wewe, hata rais anayetuongoza tunajua historia yake, alianzia hapa, leo yuko rais. Sasa wewe unataka moja kwa moja pamf. Yaani tendo la ndoa moja kwa moja, inabidi uelewe umepitia wapi hadi kufikia pale. Mchakato muhimu kuliko mafanikio. Ndio maana usitamani mtu anayefanikiwa, inabidi uelewe amepitia wapi. Kweli kabisa. Ndio maana anayefundisha vyema wengine kufanikiwa ni yule anayewaambia alikwama wapi. Atawasaidia waokoe muda. Basi chelewe kama yeye alipochelewa. Ndugu mtazamaji, hatua ya 5 kwa kiss inaongeza length ya mapenzi na mahusiano. Kwani busu inategemea mnabusu kwa muda gani. Sio ya fast. Najua wanandoa wengi mnaotusikia sasa hivi katika ardhi, nchi zenu, miili yenu ni mibovu. Mtu akikutekenya, mtu akikutekenya inabidi usisimke ama amekutekenya kwenye mwili. Ina maana mwili nao una contact yake, unaamka, unasukuma kwa sababu kama busu wenyewe inaachia virutubisho vitatu vya kiafya. Number 1 ni endorphin. Number 2 serotonin. Number 3 ambao ni nyeti inaitwa the hormone of love, oxytocin. Nitatafsiri. Okay, sasa tatizo sasa haya maneno kwa Kiswahili hatutaweza. Inabidi tulete maelezo. Inabidi tulete maelezo. Kama sisi tutajua hii hapa ndo kuna serotonin, kuna endorphin na oxytocin. Element hizi tatu wajibu wake ni kwenda kutifua ubongo, kujibu sexually, kujibu kwenye damu, kujibu kwa muhemko ama pleasure katika mwili, na kutengeneza kinga ya mwili. Mwili wetu ni maji tu. Mbegu inayomsababisha mtoto kuwa conceived ni maji. Na sisi wenyewe tunaanza kudevelop ndani ya maji. Yaani maisha ya mwanadamu ni maji. Ina maana hata hizo hormone ni maji. Busu tu. Sasa ndugu mtazamaji, jambo liko serious kiasi hicho. Liko serious sana. Hapo tunataka kutibu, lakini mambo mengi mtatuia radhi. Tutana kwenye seminar yetu on TV. Yaani kwenye seminar watu wazima, tunajua watu wazima wamekaa, tunawafundisha unabusuje. Na ili busu pia iboreshwe, inabidi uhakikishe mdomo hauna harufu mbaya. Somo lingine hapo. Alcohol, punguza. Alcohol inatifua ndani, alafu inaleta uchafu. Watu wanaokunywa mapombe ya kienyeji yani ndio maana busu likufa kabisa. Kitu kidogo tu. Unakunywa vitu vingi, unapeleka tumboni, unakula ovyo, unakunywa gongo, unakunywa pombe nyingi. Natoka mimi hata Madina sijui gongo ndio najua. Sasa kwa sababu gongo ni pombe ya kale sana hiyo. Inafahamika sana. Kwa sababu mimi nimekaa Uswahilini nazijua hizo. You see. Sasa sisi wote Waswahili tulianza kuishi moja kwa moja tulipo. Sasa kwa hiyo kuna harufu ile mbaya, inabidi utafute inhaler nzuri. Zinauzwa, unapuliza mdomoni. Kabla ya kulala piga mswaki. Namba rudi hapo. Kabla ya kulala piga mswaki. Sugua ulimi vizuri. Na hakikisha usinywe alcohol kabla hujaenda kulala.
ni kwa uzuri wako. Ndugu, unaishi sasa hivi ukiwa unafikiri wewe ni star kwa vituko unavyovifanya vya kuona wanawake wote wa dunia wa kwako, wanaume wote wa dunia ni wa kwako na uhuru wa kwenda na yeyote unayetaka, utakufa mapema. Na bahati mbaya watu mnaokuwa na ukatili kimaisha namna hiyo, kufa ni kazi, hadi uteseke kabisa, hadi mwenyewe unatamani kufa lakini ufi. So make sure kwamba maisha yanarudi sawa. Wanandoa, kumbatianeni. Mume ametoka kazini, mke umetoka kazini, unayemkuta mwenzako umbusu, na hakikisha umembusu kwa kuunganisha lips zenu, kwani mnapounganisha mdomo mnasafirishiana pia pumzi. Pua ziko hapa, unampelekea pia pumzi ya kwako, mna exchange pumzi. Mara nyingi hatuko karibu, physical contact hakuna, atupapasani, atukumbatiani. Mjue kabisa mwemuko utakufa. Mlivyoanza mahusiano mlikuwa mnabusu, na mlikuwa mnachukua muda mwingi kubusu, mlikuwa mnapapasa. Alafu kingine, kigezo ambacho ni hatari mno, ni kutumia vidonge vya kuongeza nguvu ya tendo la ndoa, hasa kwa wanaume. Booster. Wanaita booster, hiyo ni hatari mno. For example, dawa kitu kama Viagra. Viagra ni dawa iliyotengenezwa kwa watu wanaoumwa depression, wagonjwa. Sasa wewe una afya njema, unatumia tena Viagra. Tendo la ndoa ni sensual. Inabidi sense ndio ihusike. Hisia inabidi ihusike kwa ndani. Ndio maana bora uwe na muziki. Sisi tuna muziki hizo, lakini tutapanga pia siku nyingine tutatengeneza ka CD. Unaweza ukauzia pia watu, sio kwa kutoa bure. Kwa sababu ukimpa bure hata thamini. Kuna music ambazo zinaitwa sensual. Yaani ukisikia muziki ule unaamsha mwemko wako. Sound tu ya vyombo. You see? So, hakikisha physicality ni sawa. Chumbani mnakolala, mnalala na mwanga wa kiasi gani? Mwanga wa aina gani? Sigiza. Watu mnazima taa kabla ya kulala. Tafuta uwezo, kama hamna, sasa hivi watu wote wana umeme. Alright? Watu wote wana umeme. Chumbani mwanga wa blue ni safi. Kutengeneza ndani shade ile. Wachina wametusaidia ndugu zangu. Vitu vyote unakuta shilingi 1000, 2000, vitu viko sawa. Inabidi tugaramie pia maisha yenyewe, kwani maisha ni mapenzi, upendo. Ukikosa sekta hiyo, maisha yako hayana ladha, umekufa. Tumezaliwa kwa kupendana kwa baba na mama na mapenzi yao. Na sisi inabidi tujue kabisa, ukipanda mbegu ya aina hiyo, maisha yatakuwa na kudai hiyo hiyo tu. Kama mama na baba walishirikiana tendo la ndoa, walikuwa na mapenzi na upendo, ili sisi tuzaliwe, na bidi na sisi tuelewe kwamba tutashirikiana, tutakuwa na mapenzi, tutakuwa na upendo, ili tuendelee kuishi. Kwa sababu ndo mbegu. Mbegu yenyewe ndio. Garamia pia. Hatua hapa tunaenda fast, lakini tunatoa tu vigezo. Hakikisheni kwamba physical contact iko sawa, iko intact. Lini ulimvua mume wako kiatu, mwana mama? Kazi ya watoto hiyo. Kazi ya watoto. Lini ulimfunga mume wako tai? Na wengine hujui tai. Tunatoa mifano kwa sababu wengine wanajua. Lini ulimwambia mke wako kwamba mke wangu usilale mbali na mimi kitandani? Ukiona mke anaanza kwenda mbali na mke wake katika ndoa, mnaanza kufa katika miamko kwenye kitanda. Sio tendo la ndoa tu. Inabidi muwe karibu, muhakikishe mmelala karibu, miili yenu inakutana, ili msafirishiane vitu hali kwa hali kimwili. Muonekano wako pia muhimu. Hatusemi uende kujichoma masindano utengeneze shape usiyoumbwa nayo. Mume wako, mke wako kama alikukubali kwa shape ulio nayo, usihangaike tena shape ya ziada. Sasa shape hiyo inabidi uhakikishe muonekano ule uko maintained. Weka nywele sawa. Nyoa ndevu baba. Hakikisha unanyoa every day. Morning ukiamka unanyoa. Uli smart. Alafu unafanya mke wako anavyotaka uonekane. Paka mafuta mazuri. Sio lazima upabadilishe rangi. Tumia pia perfume nzuri. Kwenye makwapa paka loloni. Unukie vizuri wakati wote.
Sio kwamba mtu unajiachia tu alafu unatarajia mwenzako atavutiwa na wewe. That's not true. Hata muemuko utakuja hapa. Kwa sababu harufu mbaya, kwa mfano unakata muemuko kwa 50%. Unatoka kujisaidia haja kubwa, unakwenda unajitawaza fast, unakwenda kulala. Hapana, oga kabisa. Kabla ya kulala oga kabisa, na usiende haja kubwa. Kwa maliza haja kubwa oga. Keep seriously. Alafu msifanye tendo la ndoa baada ya kutoka haja kubwa. Inabidi usubiri muda kidogo, lakini hakikisha, kwa sababu harufu inakata muemuko kwa 50%. Sasa kama ikikata 50%, nini busu hamna, maana yake mtakuwa below average. Ndio maana inakuwa hatua utakuta mwanaume anaitwa Odi Karibu. We are on TV, hatuwezi kuongea every details, mtatuia radhi. Mapungufu yako kwa wote, kwa baba na kina mama. Kila mmoja, hakuna anayemsaidia mwenzake muemuko. Hasa mama, kifua chako ni cha kipekee. Ukimkumbatia mwanaume lazima ahisi kipekee. So usiwe mbali. Hatua ya pili, mwingine anaweza kama nimemkumbatia na nisukuma. Tatizo sasa linakuja kwenye sekta ya pili. Hapa sijafunguka sana, tuko kwenye TV. Hatua ya pili ndio inaoleta sababu unamkumbatia mwenzako anakupushi. Na pamoja na hatua ya tatu. Kwa haraka dokta. Kwa haraka ndio matatizo ya TV. Unaona ndugu mtazamaji, ingekuwa kwenye semina tungeenda. Lakini hapa kwenye TV kwa haraka. Hatua ya pili, maneno. Maneno ndio yanayofanya mtu, unaweza kumpelekea mwili anakataa. Impact ya mwili na kufa. Mwanamke kwa mfano, mwanamama unayetusikia sasa hivi, munisamee na muniwie radhi. Hakuna element ya thamani dunia kama mwanamke. Lakini bahati mbaya leo wanaojiita wataalamu, sijui wanaokwenda chuo ili apate cheti aanze kutengeneza hela. So inakuwa issue, badala ya kumjenga mwanamke tunamharibu kwa kumshawishi awe muasi zaidi. Mwanamke ana uwezo mkubwa kwa maneno. Na synonym ya maneno ni matatizo. Ujamaa na maneno ni matatizo. Ina maana usipo control maneno, kauli, lugha, utasababisha maneno makubwa sana. Matatizo makubwa. Maneno yanatengeneza utayari kwa muemuko. Maneno mazuri, mwanamke anahitaji compliment. Na muhakikishe mwanamke udhibiti kauli. Mwanamke asiyeongea sana anakuwa sexy. Kwa sababu mwanaume kwanza ni kwa muda wa miaka 3 tu anakuwa intense kwa kulenga sehemu ya kupanda mbegu. Kwa miaka 3. Baada ya miaka 3 anaanza kucheki sasa tabia. Kwa sababu asili ya mwanaume ni kupanda tu, ni mpanzi. Na ndio maana mwanamke asipokuwa makini, mwanaume atatoka nje lazima. 85% ya wanaume wa ndoa washatoka nje ya ndoa zao. Kwa wanawake ni 65%. Ina maana wanaume wametoka wengi kwa sababu ndio style yao. Anatoka sana. Sasa utamudhibiti vipi? Mwanamke inabidi uhakikishe uko sexy. Muonekano wako. Sio kuvaa nguo za kubana, sio kuvaa nguo za kutoa matiti nje barabarani. Tulisema asubuhi kwa mume wako wewe ni mama yake. Umtreat kama mtoto wako wa kwanza. Mama hapo tunaanza kwa mwanamke. Uhakikishe mchana unamtreat kama ni kaka yako. Usiku wewe uwe kahaba kwake. Sifa zote za kahaba ukamilishe kwa mume wako. Asubuhi mama, wewe ni mama yake. Mchana wewe ni dada yake. Usiku wewe ni kahaba kwa mume wako. Wamama oye, mko nyumbani. Nini wakina mama? Tumewaitikia kwa niaba yao. Wamama wamewaitikia hapa kwa niaba yenu. Mama, hakikisha usiku usilale na mzigo wa nguo. Ulale mwepesi, hakikisha na night dress inayofanana neti ya mbu. Hakikisha na night dress inayofanana neti ya mbu. Kama una night dress, chukua neti mlio nayo. Kata shingo tu, ingiza kichwa, vipimo vya chini vitaeleweka vyenyewe. Ulale, usiwe na safety ya kupita kiasi. Hakikisha mume wako anaelewa kabisa wewe uko available. Wanawake wengine anavaa nguo anajificha mume wake asimuone. Sasa akitamania mke wa nje, unamuona kwamba hafai. Mama, una wajibu wa kumweka mume wako sawa. Usijiachie mama. Mama, wewe ni kila kitu kwa dunia hii nzima, na ndoa ni ya kwako. Mwanaume ni wa kifamilia. Mwanamke ukidhibiti kauli, usiongee sana. Uwe unaongea kwa maana tu.
Kwa sababu mwanamke anaongea maneno takriban 25,500 kwa siku, proven psychologically. Mwanaume ni 12,500 tu. Ina maana mwanamke ukiwa uongei sana, unatengeneza wewe kuwa na mvuto zaidi. Hata mkiwa ofisini, wanaoongea sana wanakuwa kero. Mwanamke anayeongea sana na mkatisha mwanaume mwemko. Usiongee sana, make your point na unaacha. Make your point na unaacha. Kwani sababu ya mwanamke kuongea sana sio kwa sababu ya kiafya, bali kwa sababu ya hali ya ubongo wako. Ubongo wako mwanamke unaachia umeme wakati wote. Ina maana maneno yanatengenezwa kwa speed, so unataka yatoke. Ila ukitaka kucompress maneno vyema, ufanye maneno yawe neno, uwe unamaanisha. Yeyote aliyemaanisha neno moja anaunganisha maneno maelfu. Neno moja tu unaweza kuunganisha maneno maelfu kwenye neno moja tu. Alafu usiwe una complain, usiwe unalalamika. Kauli kwa mwanaume, malalamiko yanamkatisha tamaa mwanaume. Mwemko unakata. Walalamishi hawakamilishi. Hasa kina baba sasa. Mwanamke sio mtu wa kwenda naye kwa lugha kila wakati. Mwanamke anahitaji kueleweka, sio kuambiwa. Anahitaji kueleweka ila sio kuambiwa. Wanaume wengi wanasema, nafikiria akiwa anasema mwanamke ataelewa. Mwanamke anataka wewe muelewe tu, sio mjibu. Mwanamke hana haja na majibu yako. Ana haja wewe muelewe tu. Na mwanaume ili uishi vyema na mwanamke umuonyeshe kwamba umemuelewa kwa vitendo, sio kwa maneno. Naona Jimmy anavyoniangalia. Dakika moja tu. Dakika moja haitatosha. Tusiende kama tunakimbia. Pointi hizi tumekimbia kidogo. Pointi ya kwanza ya mwili, hatuwezi kuongea vitu vingi vya kimwili on TV. Kumbuka next week tuendelee na masuala ya attitude na to recap hapa sehemu ya maneno. Maneno gani tutanenaje? Attitude sio sana hapa. Kwenye maneno. Hapo ndo wanapo. Kwenye sehemu hiyo next week tusiwe tunakatisha faster. Kwa sababu tukienda faster sasa hivi hatutasaidia. Tutafanya ukumbusho kwako. Mwenye mahusiano, busu muhimu. Busu inatengeneza kinga mwilini. Busu inaachia element muhimu katika maisha 3 kiafya: serotonin, oxytocin pamoja na endorphin. Hizi hapa ni virutubisho vikali mno kiafya. Busu tu, lakini usibusu faster. Na uhakikishe mnakumbatiana. Mjaribu hata sasa hivi tunapomaliza kipindi, umkumbatie mwenzako, utasikia tofauti. Lakini kama mnaona kukumbatiana na mkilala mnaachana mbali, miili yenu kuunganika ni kazi, ni kwa sababu katika sekta ya maneno kuna migogoro. Malalamiko ni mengi, mambo ni mengi, unapata ripoti nyingi. Nitakuachia ujumbe huo hapa. Anayekuletea taarifa kwamba amemuona mke wako na mwanaume mwingine, sio anayekupenda, ni sumu kali maishani mwako. Anayekuletea taarifa kwamba amemuona mume wako na mwanamke mwingine, mke wako na mwanaume mwingine, wewe utaona kwamba ni nzuri, kwamba ni huyu mtu hataki mimi niharibike, ananipenda. Anayekupenda wajibu wake kuletea habari njema, sio habari mbaya. Anayekupenda akimuona mke wako na mwanaume mwingine, akimuona mume wako na mwanamke mwingine, atamapproach papo hapo, atamwambia unachokifanya sio sahihi. Mwenzangu anakupenda, unavyofanya hivi sio sahihi, naomba usitishe hali hii. Mwanaume au mwanamke ataamua kuachia. Kwani watu wengi wanaendeleza maovu kwa sababu wanadhani hawaonekani. Sasa ukimwambia yeye, unamuokoa yule asiyejua. Tunaishi vyema na watu the less we know them. Ndio maana Mungu alituweka katika miili hapa. Na wewe unayetutazama sasa hivi, hujui mke wako anaishi na wewe hivi kwa sababu hajui kwamba ushatoka nje. Na mume wako anaishi na wewe hivi kwa sababu hajui kwamba ushatoka nje. Anayekuletea habari mbaya maishani mwako, umsitishe. Ni mtu mbaya sana asiyekupenda. Anakuumiza vibaya mno kwa taarifa ambazo una haja nayo. Na mwisho wa siku ndoa nyingi zimesambaratika kwa sababu za ripoti ya namna hiyo. Na unakokwenda ukifeli katika ndoa, umefeli katika ndoa. Sio kwamba utafaulu unakokwenda. Labda uokoke, ufikie toba na Mungu atakubeba.
Tawapenda daima. Hatutaharakisha sekta hiyo. Next week tuta recap, tuta pick up hapa tulipoachia sehemu ya maji, maneno, to recalibrate and try to recontextualize sekta ambayo ni verbal. Inasaidia sana na itasaidia sana maneno yawe applied vipi na muemuko taamka lazima. Alafu na kuacha na ujumbe huu hapa. Miili yenu isiendelee kulala kwenye kitanda kile kile na choo kile kile na nyumba hiyo hiyo. Hakikisha miili yenu inahamishwa pia. Siku nyingine baba na mama mwende mkalale hotelini. Thank you. Inachangia mihemko Sana. Chukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes. Basi Dr. karibu sana kwa ajili ya kuendelea kwa upendo wangu wa dhati pamoja na Jimmy kutoka kwetu kuja kwako. Tunakukaribisha kwa ajili ya kuendelea na kipindi. Asante sana mchungaji senior pastor. So, ndugu mtazamaji, karibu tujifunze. Tukusalimu kwa upendo wa dhati kutoka kwetu kama kawaida, na leo tunaendelea na somo maalum kuhusu sababu za migogoro, na tulikuwa tunaongelea vigezo vinavyosababisha watu kupoteza mwamko. Na tulisema kuhisi, kuishi, kuishi, kuhisi. Aliyepoteza hisia amepoteza maisha. Ina maana wafu ni wengi sana katika dunia hii, lakini wanatembea tu kama chumvi iliyopoteza savor. Ina maana hana tena ladha. Na kuna wengi wanatafsiri maisha kama mapambano, kama mashindano, na hadi katika mtazamo wa imani inaanza kwenda kana kwamba Mungu alituleta hapa ili tupambane, tushindane, tuteseke, alafu tujitahidi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa taarifa yako, katika mantiki ya falsafa, bora upande mbegu unaotarajia kuvuna. Kwa mfano, wakati wa vita watu wote wanataka ushindi, na ushindi wenyewe unadhihirika kwa amani. Unapata hiyo? Lakini wakati wa vita watu wote mnapopigana mnataka amani. Can you imagine? Mnataka mazao yawe, zao lake liwe nini? Amani. Lakini mnapigana, mnapanda vita, hamwezi kuvuna amani. Ndio maana nchi zilizoingia katika vita zinaendelea kwa vita. Tanzania iko tofauti kwa sababu tangu mwanzo mbegu iliyopandwa hapa Tanzania ni mbegu ya amani. Hata vurugu ije, watu waingilie kati, wachonganishe namna gani, lakini mbegu ya amani ipo. Ina maana amani itadumu Tanzania. So vita vyote ambavyo vinaishia kwa amani, kwa maana ya ushindi wa dhati, ni vita ambavyo watu wanapigana kwa amani. Can you imagine? Ukiwa unapigana kwa amani utashinda. Ndio maana hata kibiblia imeandikwa vita vizuri vya imani, sio vita vibaya. Nadhani mchungaji wetu yuko hapa Jimmy Sam Sesali anaelewa hilo vizuri. Basi njoo umezaliwa katika familia ya kichungaji kabisa. Mimi aliyekuwa mchungaji ni babu. Lakini baba yani na mama historia nyingine. So lakini Mungu ni mwema kabisa. You see. So vita vizuri vya imani. Tuangalie leo vita vyenyewe vizuri kweli. Watu wanateseka. Ndugu mtazamaji, ukiendelea kutafuta ulicho nacho utateseka, utakipata hadi utambue kwamba unacho. Ukiendelea kutafuta ulicho nacho utateseka hadi utambue kwamba unacho. I remember one day we were still kids and mama alinituma nyumbani, nende ndani chumbani nikamchukulie sindano anataka kushona. Nikaingia, nikaenda kwenye ndoo, nikachukua maji ya kunywa. Nikanywa maji, na nilipotoka mama kaniuliza, sindano iko wapi? Nikamwambia nimesahau. Kurudi ndani, tafuta sindano, sijaona. Nimerudi nikamwambia mama, sijaona sindano. Mama kaniuliza, hii hapa nini? Kwa sababu nilipopata kiu kachukua sindano nikaweka hapa kwenye nguo. Nikanywa maji nikasahau kwamba nina sindano mimi tayari mwilini. So mama kaiona mwilini kwangu. Ina maana nilikwenda kutafuta nilichokuwa nacho na nisingeona. Watu wengi maishani, ndugu mtazamaji, tunatafuta tulivyo navyo. Ndio maana tuvipati. Nyumba ya kwako, maisha yako ya kwako. It's ridiculous
uende kwa mtu mwingine aanze kukuambia maisha yako anayaonaje. It's ridiculous. Kila mmoja wetu umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Ina maana wewe ni Mungu wa ulimwengu wako. Leo tunataka kusisitiza namna ya kurejesha miemko. Zingatia tunayofundisha hapa, utapata tiba kwa uhakika na utaishi kwa amani. Tunaishi duniani kwa siku moja. Jana tumesha kufa, kesho hatujui kama tutakuwepo, na kesho ni mtazamo tu, hakuna kitu kama kesho. Leo tupo, na faida ya maisha kuishi ni furaha. Ndio maana Mungu alituandalia bustani mwa Edeni kabla hatujaja, ili tuishi kwa amani, kwa furaha, kwa raha tele. Kwa nini leo nakuwa matatizo na migogoro? Kwa sababu watu wengi tuna funguo, lakini tunalalamika mlango haufunguki. Unakwenda ufunguliwe hadi nje ya Tanzania, hadi unavuka bahari uende kufunguliwa, wakati unafunguo wewe. Kitendo hicho anayeweza kufanya hivyo ni kichaa tu. Hatujasema wewe ni kichaa, lakini ujiulize, unafungua lakini unakwenda kutafuta mwingine akufungulie, au unapiga kelele mlangoni? Wiki iliyopita tulisema watu wengi wanapoteza miemko. Tulianza kusema mfumo ulionekana katika mstari wa tofauti in the Bible, mstari wa 2 in the book of Genesis. Biblia inasema kwamba the earth was formless and empty, and there was darkness in the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Tulisoma kwa Kiswahili na tukatafsiri vizuri. Mchungaji alitusomea hapa, mchungaji Sam Sasali. Wewe nakubali kwa sababu ulitoa unabii mwenyewe. Alafu ndio maana anakuwa mtaka. Unaona alivyovaa. Sisi tunaonekana assistant kabisa. You better accept that. Okay, let's go to the verse 2. Why don't you kwa nini utaki ku expect kitu kwamba ni There is no need for him to accept. He said it. Okay. Alisema yeye ni mchungaji anafundisha hapa. Okay. Na wewe ni first assistant, mimi ni wa pili. Sawa. Ndugu mtazamaji, mwanzoni kabisa dunia hii ilionyesha tofauti katika mstari wa tofauti. Mstari wa 2 tulisema 2 ni tofauti. Ukisema watu wawili wako tofauti. Ukiona tofauti kuna ubora. Na watu wengi hawataki kuishi wanataka ubora, lakini hawataki tofauti. Tofauti iliyopo kati yetu hapa ndio ubora wa chomoza. Tofauti iliyopo kati ya mke na mume ndio ubora wa ndoa. Hata kitabia, kasoro za mume wako, kasoro za mke wako ndizo zinazobeba ubora wako. Kwa sababu mmeoana ili mcomplete each other. Tuko pamoja? Sana tu. Aliyepika chakula na aliyenunua chakula kilichopika, wote watakula chakula chenye ladha tofauti. Aliyepika atasikia ladha mwenyewe, lakini chakula kilichopikwa tayari, yani kasoro zitakuwa nyingi zaidi. Are you getting that? So bora uwe na mtu wako, umejua kabisa hapa niliweka chumvi kiasi fulani, niliweka maji kiasi fulani, kuliko kupata chakula ambacho kimeshaandaliwa kwa design fulani. Na maana nyingi zinaitwa junk food, ndio zinazofanya watu waumke. Ndugu mtazamaji, nadhani uko so anxious and ready, uko tayari kujifunza. Lengo letu kukujenga na uwe na utayari kujijenga. Hatua ya kwanza tulisema ni nchi. Hatua ya pili tulisema ni maji. Hatua ya tatu tulisema ni hewa ama roho, ndio alionekana. Lakini roho ilisemekana, roho ilikuwa. Ina maana ni kitu, kwa maana ni pumzi. Kwa hiyo mwanadamu naye ana oxygen kama pumzi, mwanadamu ana maji kama maneno, mwanadamu ana mwili. Katika mahusiano, sehemu 3 za kuleta ubora na kutengeneza ili miemko ziendelee kudumu ni sehemu hizi 3: mwili, maneno pamoja na energy, ambayo tunasema pumzi kwa tafsiri ya kisaikolojia ni attitude ama fikra, hali. Kwa mfano mahusiano ya ndoa, ndugu mtazamaji, sio mahusiano ya kulazimika kuwepo. I'm gonna say that again. Mahusiano ya ndoa sio mahusiano ya kulazimika kuwepo, bali mahusiano ya kudhamiria kuwepo. Sio kulazimika. Yani kudhamiria kuwepo. Kwa hiyo hapa lazima fanyike vita vizuri vifanyike. Okay.
Thank you, Pastor. Watu wengi walioko katika ndoa sasa hivi wamelazimika kuwepo. Utakuta mwingine amesema umri umeisha kwenda, siwezi kukaa peke yangu, inabidi niwe na mke, inabidi niwe na mume. Mwingine amesema nakaa hapo kwa sababu ya watoto tu, nimeisha zaa, nitaenda wapi tena? Ina maana umelazimika kuwepo, hujadhamiria kuwepo. Zamani wazazi wetu walikuwa wanadhamiria kuwepo katika ndoa, pamoja na changamoto zote, matatizo ya aina yote ile, walidhamiria. Ina maana walikuwepo. Ina maana hawajasukumwa. Hadi makanisani utakuta watu wanalazimika kutoa sadaka, hawajadhamiria kutoa sadaka. Ndio maana unaweza kuona kanisa watu wako wengi, lakini ukifuatilia kabisa kufanya hesabu utakuta wote wametoa 500, wengine 200, kwa sababu wako maelfu, lakini sadaka yenyewe ina hesabu yake inakwenda kama wametoa 200 kwa kila moja. Wanalazimika kutoa, lakini wanaodhamiria hawapo. Watu wakidhamiria kutoa, itatokea kama Makedonia. Paulo alibaki puzzled. Watu wametoa toaje? Kumbe walijitoa wao kwanza, alafu kuleta mali ni rahisi. Ndugu mtazamaji, inabidi udhamirie. Unapo engage maisha yako katika mahusiano, dhamiria. Ina maana hakikisha hujasukumwa na yeyote wala chochote. Rudia. Hujasukumwa na yeyote wala chochote. Okay. Kwa kumaanisha kwamba kusukumwa na maana kushawishika. Labda fedha, elimu, handsome, that's something like that. Okay. Kwa mfano, mtu anayetamania shape ya ardhi. Kumbuka mimi na wewe ni wadudu. Tulianza kama spermatozoa. Tulikuwa katika mbegu, na tulikuwa sisi washindi ndani ya mbegu hiyo. Tulikuwa tunaitwa spermatozoa, na mmoja wapo ni mbegu tu, ni mdudu. Mimi na wewe ni wadudu. Sisi hapa tuko wadudu. Sasa kama wewe ukiwa unatamania vitu ambavyo sio vidudu, umeshakosea maisha yako. Ndio maana hata afya yetu inakuwa na migogoro leo. Ndugu mtazamaji, this is a little bit strange, lakini it's a fact. Zamani tulikuwa tunakunywa maji kutoka kwenye chemchemi. Watu wakawa waumwi, na watu wanene hawakuwa wengi. Lakini sasa hivi maji inabidi wa treat, waweke chloride and so forth. Maji tunaokunywa tayari yako treated. Lakini maji ya zamani watu wa kijiji wanatunza tu chemchemi. Mtu asije kufua nguo pembeni pale. Watu wahakikishe kwamba pasafi, lakini yeye wanapita. Wadudu wengine wanakuja wanavyosafiri. Ndio kuku wa kienyeji na kuku wa kisasa hawezi kuwa sawa. Kuku wa kienyeji anakula vitu ambavyo wewe unaweza kuona ni takataka, lakini wewe unakula kuku. Na wewe unakula kuku. Zamani kulikuwa, kwa sababu hata kiafya kuna wadudu ambao ni healthy. Kuna wadudu ambao wanaitwa microbe, wanaitwa kwa Kiswahili sisi tutaweka vipi? Wadudu tu. Tunasema wadudu tu. Kuna bakteria. Sasa kwa Kiswahili ndio nilikuwa natafuta. Kwa wadudu tu. Yaani wale wadudu kama wanaopita kwenye busu. Wa kuimarisha. Busu inasafisha wadudu. You see? So wadudu wenyewe wako positive, sio negative. Kuna wadudu wabaya wa kuharibu afya, wa kuharibu watu, na wadudu wanaojenga maisha ya watu. Zamani tulikuwa napata hawa wadudu kwa maji, kwa vyakula na kadhalika, na ndio maana afya zetu zilikuwa tofauti kuliko sasa hivi. Turudi kwenye topic. Ndugu mtazamaji, tulisimamia sehemu ya maneno. Wiki iliyopita tumeshaongelea ardhi ni mwili. Mwili unahitaji contact. Wana mahusiano inabidi muwe na contact ya mwili. Mkilala muhakikishe mmegusana. Kubusu ni contact ya mwili, na wanandoa wengi ambusu tena. Mnaotusikiza sasa hivi mnajua kabisa, na ndio maana ndoa yenu ina matatizo. Pili, muhakikishe kwamba ukitoka kazini, kwa mfano umerudi nyumbani, usikae na simu tena. Ukae na mke, ukae na mume wako, ukae na watoto wako, muwe munaongea. Mutazuia parasite, watu wa nje, vitu vya nje kuingia. Ndio maana exercise inakuwa muhimu. Ukienda gym unakuwa busy kufanya zoezi lile, unasahau vitu vingine. Na ukikaa na familia yako unajiongezea uimara na familia. Cha muhimu zaidi ni familia. Zingatia hilo.
Ndugu, usijione kama wewe ni mfalme wa kutawala mahusiano, mfalme au malkia wa kutawala watu. One day utashtuka, it's too late. Maisha ya tunavyoandika, tunaandika na kalamu inayoitwa damu, uwezo kafuta. So be cautious. Sekta ya maneno ndipo tulipoachia, na ndio sekta inayojenga mahusiano. Hasa mfumo wa maisha ni sawa na muziki. Muziki una mode 7: Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian na pamoja na Locrian. Ni modes za music. Ngatuitikie tu kweli kabisa. Zamani nilikuwa nafundisha jazz music, so nakumbuka vile vitu vidogo. Alafu kuna vigezo vitatu maalum kwa music. Anayezingatia vigezo hivyo ndiye anayebaki mwanamuziki milele. Kuna rhythm, kuna melody na kuna harmony. Vigezo vitatu vya music. Lugha hizo zote 7 zinakuja kuongea katika vigezo hivyo. Na mahusiano nayo, lugha 7 zinakuja kuingia katika uwiano huo, mpangilio, vigezo hivyo. Katika maisha tunaona mwili kama uwiano, ndipo hapo tunapokuwa mwili moja. Watu wakiwatizama wanaanza kaona kama mmefanana. Yaani mnaanza kuongea, huyu unafikiria jambo mwenzako analitamka. Kweli. Mob speech. Yaani wewe unafikiria Sama anatamka. Wewe unafikiria mume wako anatamka. Unafikiria mke wako anatamka. Kuna watu tangia uolewe na mume wako, tangia muoe mke wako, hujawahi muota kwenye ndoto. Ina maana huyo mtu hayuko katika maisha yako. Ndio maana tumesema mahusiano sio ya kulazimika kuwepo. Mahusiano ni ya kudhamiria kuwepo. Jiulize swali, wewe ulipo katika mahusiano umelazimika ama umedhamiria kuwepo katika mahusiano? Kama muziki, kuna rhythm, kuna mdundo, kuna maneno na kuna uwiano wa vyombo na sauti na kadhalika. Sawasawa na muemko. Ndio maana muziki unasafirisha muemko. Ukizingatia principles za muziki, muziki unapenya kabisa ndani ya muemko. Ndio maana muziki bila maneno, vyombo vyenyewe vikiwa vinazingatia lugha zake, muziki unakwenda kuongea ndani ya mtu. Unaweza kuwa unasikia muemko fulani lakini maneno hayapo kwenye instrument hiyo. Katikati nafurahi kwa sababu nini, pia wanamuziki mnajua hivyo vizuri, na kipindi cha muziki that makes 3 of us. Yeah. Maneno ndio yanao control melody. Laza ile. Miili yetu na control harmony, uwiano katika music. Lakini uwiano unasababishwa kwanza na basic element ambayo ni rhythm, mdundo. Katika maisha, ndugu mtazamaji, mdundo wetu tunaoimbia, tunaowekea maneno, mdundo wenyewe unaitwa fikra, mwenendo, mwelekeo, mtazamo. Ndio tunaita attitude, hali ulio nayo ndo pumzi ya kusukuma maneno yatakaobeba ubora na kuashiriwa kwa muonekano wa mwili wenu unavyokuwa attached. Kuna watu wana fake harmony, wana fake mwili kuwa karibu, ndio wanaitwa hypocritical, wanafiki. Na mnaotutazama sasa hivi wengi wanafiki, mnajua kabisa wewe ni mnafiki. Ukienda kwa watu, mkienda kwa watu wanaowatizama kwa nje kwamba ndoa yenu iko sawa, lakini mmeshaliwa na mchwa kiasi cha kwamba upepo mdogo tu mtasambaratika. Lakini mnapona tu kwa sababu watu hawapulizii. Sio kwamba mko imara sana. Hakuna. Ndugu, tujifunze wote, tujengeke kwa pamoja. Hali ni beat ya mahusiano. Ni mdundo ule. Kuku, kuku. Yaani ili uweke maneno inabidi mdundo utangulie kwanza vyombo. Kweli kabisa. Unaweza kutengeneza gitaa harmony, lakini unaweza kupiga gitaa inabidi uliwe kabisa napiga kwa mdundo gani. Ndio maana mpiga gitaa mzuri inabidi awe na mdundo kichwani. Mpiga kinanda mdundo kichwani. Muimbaji mdundo kichwani. Yaani chochote kinategemea mdundo. Na mdundo wenyewe ni attitude. Hali ulio nayo. Kumbuka, inaonekana pia hata mwanaume ataacha wa baba na mama, ataungana na mke, nao watakuwa mwili moja.
Ni tatu tu. Baba na mama ni anga, ni hali. Tunavuna hali huko. Ndio maana zamani ilikuwa wanaangalia vigezo vya familia. Familia hii wakoje? Lakini leo hii mahusiano mengi ya kukutana kwenye basi, kwenye sherehe, mnakutana kwenye WhatsApp, mjue mtu, alafu mnakutana ghafla. Mungu asipokuwa alfa usimtarajie kuwa omega. Unachoanzisha wewe hakikisha utashughulikia wewe hadi mwisho. Sasa watu tunamuingiza Mungu katikati. Mwanzoni ya kuwepo tunamuingiza kati. Mungu ni mwenye mali. Utamuingizaje ndani ya gari ambao ni ya kwake? Yeye inabidi aanze safari. Ni sawa na rais apewe lifti kwenye gari la Ikulu ambao ni Escort 1. Inawezekana wapi? Ni gari lake, inabidi yeye ndio anaanza safari. Na akianza hakuna kusimama hadi afike. Mungu inabidi ahusike mwanzoni kabisa. Angalia mahusiano yako. Mapigo ni kinyume. Tunakuwa baba, unaacha baba na mama, unaungana na mke. Agano unatengenezwa kwa maneno. Maneno hapo, muungano, na mtakuwa mwili moja. Ni mwili, harmony, uwiano. You see, so ni tatu tu. Nowadays, ndugu mtazamaji, nakumbuka wakati niko Marekani, kuna ndugu fulani alikuwa Mkenya. Akasema mimi maisha yangu sielewi. Mwanaume yote ninayokutana naye ananiacha. Wana tabia mbaya wanaume, wanakuwa cynical. Sasa hivi ameolewa. Nilimwambia hivi kwamba maisha yako mchawi wewe. Tabia ulizo nazo unatafuta mtu aliyekamilika kwa usawa wako. Kumbe inabidi uwe na mtu ambaye ana tofauti ya kucompensate kasoro zako. Sasa hivi yuko sawa, ameshaolewa. Alikuwa na from relationship to relationship. Alikuwa naacha. Ndugu mtazamaji, mchawi wa kwanza wa maisha yako ni wewe. So leo chukua hatua ya kujifungua. Kumbuka Mungu alimwambia Musa, ulipo ni patakatifu, wewe utayari ulio nayo, kwa maana ya ndara zako vua, ni dhambi. Ulipo ni patakatifu. Leo utambua kwamba mwenye dosari ni wewe, sio mtu mwingine wa nje. Na acha visingizio kusema watu wengine wamesababisha hali yako iwe namna hiyo, kwamba mwanaume yule amenyang'anya mke wangu, mwanamke yule kanyang'anya mume wangu. Tatizo ni wewe mwenyewe tu. Kwani cha kwako chako, hakuna anayeweza kukunyang'anya. Akienda nacho atajuta. Ndugu mtazamaji, bora ushughulikie gari lako bovu kuliko kuingia gharama ya kununua gari mpya. Na asiyefurahia kibovu alicho nacho atapewa kimeo kisichorekebishika wala kutengenezeka. Hali yako ni mwelekeo wako, ni mwenendo wako. Hali yako ni mwelekeo wako, ni mwenendo wako. Hutawahi pata malaika for the rest of your life, unoti hiyo. Hata Yesu alipokuwa katika mwili alikataa kuitwa mtakatifu, ijapokuwa alikuwa ana dhambi. Lakini the fact ya kuvaa mwili tu sio mtakatifu tena. Tusidanganyane ndugu zangu. Ukiona mwanamke mzuri, wewe ni mwanaume, Sam Sasali Jimmy, inabidi uishi kabisa ni kiumbe. Usipoishi unaumwa. Kibaya sasa wewe ukiingia kwenye dhambi na kiumbe hicho, ukianza kukitamania, ndo dhambi, sio kosa tena, ni dhambi. Mwanamke, hata mke wako, yani akiona mwanaume mzuri, anaweza mwanaume mzuri huyu, sio dhambi, ni proof kwamba yuko hai. Appreciation. Sio appreciation tu, ni recognition. Ni utambuzi hiyo. Yani kwamba hata wewe mkipokea binti mzuri hapa kwenye kipindi, akisimama hapa binti kabisa, mwimbaji mzuri, wewe mwenyewe una recognize kabisa hapa, na unaweza ukawa unaongea kama kichaa. Hujatenda dhambi. Hujatenda dhambi. Dr. Sudi kuna point tukilirisha kwa huyu atatupoteza sasa hivi. Lakini amesustain, hiyo ni kweli. Si ni mchungaji wetu? Kabisa. So ndugu mtazamaji, hali yako inajenga mwemko. Maneno ndio yanakaa kati kucontrol mdundo pamoja na harmony. Maneno gani unayoweka katika wimbo? Waimbaji mnaotusema sasa hivi mnajua kabisa, tunasema zilipendwa kwa sababu maneno yaliyoimbwa yalikuwa na maana. Maneno yanabeba pia asili ya pumzi, kwa sababu ndani ya maji unakuta oxygen, kwa sababu maji ni H2O, hydrogen ndogo na oxygen ni kubwa. You see, so kumbuka maneno yana control mwemko.
Mwanadada, mwanamama, kitengo cha maneno cha kwako, sio cha mwanaume. Muziki wa ndoa unatawaliwa na sauti ya kike. Tuko kwenye TV, hatuwezi kuongelea kila kitu. Sauti ya kike ndio sauti inayowekwa kwenye simu. Nakumbuka zamani, sijui kampuni gani waliweka sauti ya mwanaume, unatenda salio lako limeisha. Ule mtandao ulikuwa unasumbua. Yaani ukiishiwa salio hapa unakumbuka kipindi cha nyuma, tusitaje, hatutangazi kampuni hapa. Unasema salio lako, ongeza salio. Watu walikuwa wapendi hiyo sauti. Lakini sauti nyingine ya mwanamke sasa, tafadhali ongeza sauti. Ukienda kwenye airport ni sauti ya kike. Dunia hii sauti ya kike ndio sauti ambayo ni fine. Sio sauti zetu. Sauti ya kike ni sauti yenye ladha. Sauti ya mwanamke inapoteza ladha kwa sababu amepoteza power ya kuumbaji. Kwa taarifa zenu, mwanamke ana maneno 25,500 kwa siku average. Mwanaume 12,500 kwa siku average. Ina maana tunasema maneno kwa maana neno moja. Ukisema mimi ni neno, aya ni neno, I ni neno. So mwanamke ana uwezo mkubwa wa ku-utter. Mwanamke asiyeongea sana anakuwa sexy, tulisema jana. Ndio maana wanaume wengi wa baba wa jumbani ambao ni wadhaifu wanatembea na house girl, kwa sababu house girl haongei sana. Hata akiwa muongeaji atajifanya asiwe muongeaji mbele ya baba, mbele ya familia. Sasa anakuwa anavutia. Mwanamke akiwa anaongea sana anapoteza touch ya mvuto. Ndio maana hata makahaba wanajiexpose, hawasemi. Are you getting that? So mwanamama anakupa siri ya kuhandle this business, kwa sababu mwanaume hana sauti ya kuboresha wimbo. Mfumo wa maisha, muziki. Ina maana mwanaume hana sauti ya kuboresha muziki wa mahusiano. Mwanamama una sauti. Ongea kwa maana. Ukiwa unaongea kwa maana, ina maana kataa kuwa reporter. Kataa kuwa reporter, tutasemaje kwa Kiswahili? Yaani kama mtu wa habari. Yaani usianze A to Z. Sema unamaanisha nini. Hapa hatutaki kuwafundisha kuadapt vitu ambavyo vina madhara makubwa. Tunakufundisha namna ya kuweka vigezo vitakavyokubalika. Kwa mfano, mtu akisema I love you, anamaanisha una macho mazuri, una shape nzuri, unaongea vizuri, unanukia vizuri, una familia. I love you tu unaweza kabeba vyote. Mtu akisema I forgive you, I'm sorry, thank you, I didn't mean that, yani sikumaanisha kufanya hivyo, niwie radhi, nisamee, mume wangu ulichokifanya umekosea, sijafurahia. Badala ya kusema kumbuka tulivyoanza, tulikuwa hapa, nimekukuta hapo kona, tumekuja vizuri, zamani ulikuwa unaniheshimu sana, hadi ufikia hatua ya kusema neno uliloniambia hapa sasa hivi sijafurahia. Usiende mbali, umwambie tu mume wangu, neno ulilosema hapa sijafurahia. Finish. Atasikia unamaanisha. Na kwa mwezi muhakikishe mara isipungue mara 2. Muongelee historia ya mahusiano yenu mlivyoanza, zilizopendwa. Kila mwezi hakikisheni, ndugu mtazamaji, mnaongelea mahusiano yenu yalianzaje. Mara 2. Ni kujiongezea dynamic kwenye mahusiano. Ni mafuta kabisa, ni gas. Kumbe. Didn't you know that? I didn't know. Really? Really? You kidding? Kweli kabisa. Kweli? Nimeanza tu na story kama sikuja kama ina mchango. Lakini tu alikuwa analaumu sana, ulikuwa unapeleka kusema ambazo kidogo hazina haja. Sam ETV acha. Basi ETV. I love you guys. ETV Sam. You see, ndugu, mwanamama ni kitengo chako cha communication. Neno communication ni female. Okay. Neno bank ni female. Okay. Economy ni female. How? Jinsia ya kike, maneno yana jinsia. Asa jinsia ya benki kwa pesa. Jinsia ya benki, unajua kwa lugha ya Kiingereza atufuatilie articles. Ukienda lugha nyingine articles ina maana kabisa. Kwa mfano French, wakisema la banque. Kiingereza wanasema tu the bank, lakini la ile inakuwa female. Une banque. Unapata wanaojua Kifaransa mnaelewa. Kwa hiyo ukisema une economie,
ni female. Ndio maana wanauchumi wazuri ni wanawake. Kwani mwanamke yuko sawa na benki, ana haja na kutumia hela, ana haja kuona hela. Mwanaume akipata hela anajiuliza nafanya nini na hela. Tuko tofauti. Mwanamke akiwa na tamaa na hela ili atumie, amepoteza asili ya kike. Ina maana ndugu mtazamaji, labda ukujua mke wako yani mwanamke unahitaji hela iwepo tu, uone tu hela. Ni hela hata usipokuwa na matumizi zipo. kibubu cha bibi kinakutwa na hela nyingi kuliko kibubu cha babu. Kweli, hapo kweli. Ni sawa. Yeah, kwa sababu I'm gonna give you an example. Last week mama yangu mzazi kanunua dagaa, sijui alikuwa anapitisha barabarani, watu wanaita dagaa waita 5,000. Nilivyorudi akaniambia, baba, nimenunua, mama yangu mzazi, nimenunua dagaa shilingi 5,000, utanirudishia siku utapata. Mimi mwenyewe ndio nilimpa hela pocket money yake. Sasa anambia siku nitapata 5,000 nimrudishie. Can you imagine afanya nini? Yani anunui chochote, afanye chochote, eti ninunua dagaa. Au na hela zake, anaenda tu na hela. Lakini baba akipata hela, lengo lake ni kuangalia inaenda wapi. Ndio mwanaume. Obvious. Unaona Sasa mwanaume ambaye ana asili ya kuweka hela sana na asili ya kike ana tatizo, hata kwenye ndoa atapata shida. I'm telling you. Dr. Hujapata ni psychological. Psychological. Kabisa. Serious. Mwanamke ni sawa na benki. Mwanamke ni sawa na benki. Hela sio ya kwako, anaona tu. Unajua watu wanaofanya kazi benki wananenepa sio kwa sababu wana hela. Wananenepa kwa sababu wanaona hela. Ni sawa na mwanamke, yani ajue tu kwamba hela ipo. Hela ipo. Anakuwa na amani. Yani anaona kwamba hela ipo. Ndio maana mwanamke kwenye mashirika, tusitaje majina, wachungaji wengine sisi watu wanapinga, sisi pia watu wa kanisa ni watu wa msikitini na sisi watu wa masinagogi, sisi tuko standard. So wanawake ili atoe hela inabidi umpige maneno mengi sana, sound yani unamhakikishia. Sasa mwanaume apigwi kwa sound. Ndio maana makanisani wanaume uwezo kumpiga sound alafu analeta akubali. Unajua hiyo lazima. Watoaji wazuri kwa makanisa ni wanamama, kwa sababu wao wanapiga sound inaingia. Kwa sababu wao wenyewe watu wa sound. Hata muziki ni female. Muziki ni wa kike. So siku nyingine tutakuja kufunua siri iliyofichwa katika jinsia. Jimmy, kabla hajatukatisha unaanza tena dakika 3. Mimi ndio kinaanza dokta. Asante sana. So mchungaji, umeona hiyo? Ndugu mtazamaji, tunapenda sana kwenye TV, hatuwezi kufunguka kikamilifu, lakini kidogo tunakwenda. Tunaamini ripoti inakuja vizuri, wengi Mungu anawawezesha, kwani sisi tunaongea kwa sehemu tu. Anayeweza ni Bwana Mungu na wewe, sio sisi. Sisi tunakuonyesha tu, unamwomba msaada Mungu akuongoze, na tuamini Bwana Mungu atatuongoza. Tutasema hivi: mahusiano yenu yamekufa katika miemko kwa sababu mwelekeo ni tofauti. Kisheria tunaongelea conflict of interest. Kabla hujaingia katika mahusiano, uelewe kwamba wewe na mwenzako mnahitaji kuelekea safari pamoja. Ila kila mmoja anaweza kawa dereva, mwingine gari, mwingine anaongoza tairi, mwingine anaweza kawa kiti ama siti. Mko tofauti, lakini msikosee mwelekeo. Umeolewa na mchungaji, mama, mwana baba, umemuoa mwanamke ambaye anafanya kazi kwenye ndege, ni air hostess, ama anafanya kazi kwenye hoteli fulani, ama anafanya kazi benki, anafanya kazi kwa watu ambao hawana sifa labda. Umekubali mtu wa namna hiyo, inabidi uelewe kabisa kwamba aina ya kazi yake ndio aina ya kazi wewe umekubali. Mwelekeo wake unakubali, unaafiki. Huyu hapa ni mchungaji, sio mfanyabiashara. Kwa hiyo nisimpress sana ili niwe naona hela kama mimi mwanamke benki. Lakini niwe na uhakika. Ndio maana watu wengine wanakuwa watapeli. Sio kwa sababu Mungu hajamuita. Mungu alimuita kabisa, ameanza vizuri, lakini amekutana na conflict of interest. Mwanamke amemuwezea kwa sababu mwanamke anataka hela ionekane. Sasa yeye anaanza kupiga watu, anakuwa tapeli ili asipoteze mke, aridhishe huko. Wachache wangefikia hatua ya kuelewa kwamba wito kwanza.
Hatujaji hapa kukusanya vitu, tumekuja kuvitimiza. Kutunza hali yako, hakikisha unaoungana nao mnaenda katika mdundo mmoja, katika beat mmoja, kwa maana ya kuelewa kabisa huyu hapa ana kasoro 1, 2, 3. Mimi wajibu wangu ni kumfunika. Huyu hapa anaweza 1, 2, 3, lakini 1, 2, 3 hawezi, mimi namfunika. Mume na mke tunaoana kwa sababu ya kasoro zetu. Kila mmoja usimwache mwenzako kwa sababu ya kasoro. Umemkubali ili umbebe. Hasa mwanamama, na kuachia ujumbe. Ndoa ilianza siku mwanaume alilala, wewe uko macho. Ina maana wewe unaona kuliko mwanaume. Funga masikio kwa ripoti za nje. Waliofeli katika masuala ya ndoa ni wengi mno. Wanaojifanya kama wako sawa ni wengi mno. Watakuingiza msituni na wao wenyewe hawajui hata pa kutokea. Kumbuka, ukisema ndiyo maanisha, ukisema hapana maanisha. Na kama ulisema hapana, kubali matokeo. Umrejee Mungu, atakuangazia. Sisi tunaongea kwa sehemu tu. Hatuna muda mwingi duniani. Hapa tunakufa. Usijifanye kama wewe una muda mrefu wa kupiga watu vita, wa kupambana na watu. Make sure kwamba unapigana vita vizuri vya imani. Make sure kwamba unapigana vita vyote kwa amani. Ndio maana Yesu alisema ukipigwa huku umpe na huku akupige. Hakumaanisha kwamba mtu atakupiga. Mtu akikutendea mabaya hujamrudishia mabaya, unasitisha ugomvi. Mwenzako ametoka nje ya ndoa, umepata habari vipi? Habari zote unazopata zinakuja kuathiri biti yako, mdundo, hali yako ya kifikra. Ndio maana tulisema mtu yeyote anayekuletea habari mbaya kuhusu mke wako, kuhusu mume wako, ni mtu mbaya nambari 1 maishani mwako. Kwani mtu anayekupenda ataenda kumwambia Jimmy kwamba umemkosea mke wako. Rafiki yangu anakupenda. Sam, rafiki yangu anakupenda. Umemkosea. Na wewe mke wa Sam utapata habari hiyo. Amekuokoa wewe na anamuokoa Sam. Lakini anayekuletea ripoti mbaya ambazo una haja na kujua, utamuona kwamba anakupenda na kuokoa, kumbe ndio anakuharibu. Kumbuka, usiondoke katika mahusiano kwa sababu ya kasoro ya mwenzako. Kwani na wewe unakokwenda utakutana mwenye kasoro. Na wewe unakokwenda unakwenda na wewe. Kimbia unavyotaka, lakini utafika pamoja na wewe. So usiwe unadhani kasoro zangu hizi zitakaa sawa nikifika sehemu fulani. Popote uendapo waenda na wewe. Chukua muda wa kuongea na mke wako, chukua muda wa kuongea na mume wako. Mkumbushane mlivyoanza mahusiano. Peeni compliment. Mwana baba, umwambie mke unampenda every day. Mwana mama, usimwambie mwanaume unampenda every day. Mwanaume usimwambie every day, ila mwanamke, mwanamume umwambie mke wako na kupenda every day. Mwanamke anaongezewa mafuta kwa compliment, lakini mwanaume ashawishiki kiurahisi kwa maneno. Ndio maana mwanamke benki anatoa akipigwa maneno, mwanaume apigwi maneno kiurahisi. I love you guys. We love you. God bless. Dr. Kabla hujaondoka, kuna hii hapa message nataka uisome hapa chini hapa. Alafu niulize hapa tu chini hapa. Nataka nirudi kwa Sam. Sam, mke wako ni mpole ama mwongeaji? Kama ni introvert. Okay. Unaelewa? Sio wa kuongea. Ila ukosea ni straight, yana na kunyoshea. Ndio maana mko kwenye ndoa hadi leo. Kunyoshea kwamba this is not good. Na ndio maana mko kwenye ndoa hadi leo. Alafu kuna tofauti kati ya mpole na mwongeaji. Unaweza kama mwongeaji lakini mpole. Towapenda daima. Pendaneni, kumbatianeni, mubusu pia, usisahau hilo. Futa conflict za jana, mwambie mwenzako maneno ya maana. Umetukanywa, umwambie mwenzako sasa kesho tutaenda au la. Mwenzako nakutukana lakini wewe unamuuliza kesho tutakwenda au la. Napiga tu siri nyingine. Anakupiga tu siri pili, umwambia nimepanga, sio thank you ni kama kejeli. Nimepanga tunakwenda beach. Niseme unavyotaka mke wangu, niseme unavyotaka mume wangu, beach tunakwenda. Unapoondoka atabaki nyuma na nimepata mke. Ndio maana bora kudhamiria kuliko kulazimika kuwa katika ndoa. Thank you.